Haleluya! Twende pamoja katika maandiko matakatifu. Katika kutafakari nikajikuta ninakumbushwa, tukumbushane. Roho Mtakatifu kwa pamoja atukumbushe yatupasayo kuyafanya wakati tunauendea utukufu wa Bwana. Ili Mungu atutukuze, ni lazima kwanza tumtukuze yeye, si ndio? Ni lazima yeye atukuzwe katika maisha yetu. Ni lazima yeye atukuzwe katika mwenendo wetu wa kila siku. Atakapotukuzwa yeye atatuangalia kutoka juu mbinguni, atafurahi, na furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana hawezi kututukuza kama yeye hajatukuzwa kwanza. Nadhani ndivyo tulivyoambiwa. Kama yeye hajatukuzwa kwanza kwenye maisha yetu ya kila siku, hata tutukuza, tutasikia tu kwingine. Lakini kila atakayedhamiria Bwana atukuzwe katika maisha yake, utatukuzwa, maana ni mwaka wa kutukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Nikaendelea kutafakari, sasa Bwana, mbona huwa tunashindwa? Kwa nini tunashindwa? Nikakumbushwa neno moja kwamba ushindi wetu uko katika neema ya Mungu iliyoko juu yetu. Nadhani ndivyo tulivyofundishwa. Kwa hiyo nimekuja na ujumbe unaosema neema ya Mungu juu yetu. Neema ya Mungu juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yote ni kwa neema ya Mungu. Mambo yote ni kwa neema ya Mungu. Hakuna jambo ambalo tunaweza kulifanya kwa nguvu. Watu waliofanikiwa ambao waliishi kabla yetu, walifanikiwa wale ambao walikuwa na neema ya Mungu juu yao, ambao Mungu aliwapa neema. Bwana asifiwe. Nikamwangalia mtu mmoja wa Mungu anaitwa Nuhu. Mwanzo 6:1-22. Hapo tutasoma Mwanzo 6:1-22. Halafu andika tena, wewe unayeandika, Danieli 1:8-16. Halafu Mwanzo 39:1-12. Hiyo mistari tutaenda kuisoma. Mwanzo 39:8-12. Neema ya Mungu juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ukipenda andika tu neema ya Mungu juu yangu. Amen. Ni neema ya Mungu juu yetu. Naomba basi aliyepata hayo maandiko, Mwanzo 6:1-22. Halafu tasoma tena hiyo Danieli 1:8-16. Ikawa wanadamu walipoona kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Nao Wanefili walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo, wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana, nao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya.
lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Nuhu akazaa wana watatu wa kiume, Shem na Ham na Yafeti. Dunia ikaharibika mbele za Mungu, dunia ikajaa dhuluma. Mungu akaiona dunia na tazama imeharibika, maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wamejaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Ujifanyie safina ya mti wa mvinje, fanya na vyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Hivi ndivyo utakavyofanya: mikono 300 urefu wa safina, mikono 50 upande wake, na mikono 30 kwenda juu kwake. Uifanyie safina mwangaza, ukaumalize juu ya kiasi cha mkono mmoja, ukautilie mlango wa safina katika ubavu wake, ukaifanye dari 3, ya chini, ya pili na ya 3. Na tazama, nitaleta gharika ya maji juu ya nchi, niharibu kila kitu chenye mwili na pumzi ya uhai, kisiwepo chini ya mbingu, kila kilicho duniani kitakufa. Lakini nitafanya agano langu nawe kuwa thabiti, nawe utaingia katika safina, wewe na wanao na mkeo na wake za wanao pamoja nawe, na katika kile kilicho hai chenye mwili, 2 kwa kila namna utawaleta ndani ya safina, kuwahifadhi pamoja nawe, wawe mme na mke. Katika vyote vifukavyo kwa jinsi yake, na kila namna ya mnyama kwa jinsi yake, kila kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake, 2 wa kila namna watakuja kwako ili wahifadhi. Ukijitwalia chakula cha kila namna kinachorika, ukakusanye nacho, kitakuwa ni chakula chenu na chao. Ndivyo alivyofanya Nuhu, sawa na vyote alivyomwamuru Mungu, hivyo ndivyo alivyofanya. Tuombe. Baba Mungu mkuu, uliye mtakatifu, mtakatifu mno, umetukuka Baba yetu na Mungu wetu. Kazi ya mikono yako ni sisi, tuko mbele yako Bwana. Tumekuja kukusikia wewe Baba yetu na Mungu wetu. Ninalibariki jina lako, maana imekupendeza leo unisimamishe katika madhabahu yako mbele ya watoto na watumishi wako uliowanunua kwa thamani kubwa. Baba, naomba nikubali kutumiwa na wewe katika jina takatifu la Yesu. Tumia kinywa changu, ufahamu wangu, ulimi wangu, sawa na mapenzi yako. Ya kwangu Mungu yasipate nafasi, lakini lililo kusudi lako kwa ajili ya watoto wako ambao Bwana ni wa thamani machoni pako, uliruhusu litoke kwa ajili ya utukufu wa jina lako, kupitia jina takatifu la Yesu. Amen. Tumesoma habari za Nuhu. Hawa watu tuliowasoma ni Mungu aliyewaumba, kama ambavyo ametuumba mimi na wewe. Ni kazi ya mikono ya Mungu kabisa, aliwaumba yeye. Alipowaumba wanadamu wakajichafua, ni kama ambavyo wanadamu tumejichafua. Dunia sasa hivi ni changanyikeni. Mungu anapoangalia, si ajabu anasema hilo. Leo shetani mimi nikamkumbusha, pamoja na hayo Bwana alisema miaka ni 120, mbona sijafika? Nikasema hamna, uongo wako sitaki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana aligairi, kwa nini nimemfanya mwanadamu? Akasema roho yangu haitashindana kamwe na mwanadamu, maana yeye ni mtu, tena ni mavumbi, na mimi ndiye niliyemuumba. Akaipunguza miaka, lakini akaona haitoshi, na iangamiza dunia. Akaamua kuiangamiza dunia ya wakati ule, lakini Mungu ni mwema. Akapatikana mmoja Mungu aliyemwangalia, akamuona Nuhu. Akamuona Nuhu hajajichanganya, akamuona Nuhu ameitunza neema. Mungu akampa neema Nuhu, akamwambia Nuhu, ninaiangamiza dunia. Sasa wewe
tengeneza safina. Utaingiza na kila atakayekubali kuingia atapona. Lakini Nuhu wakati anatengeneza safina hawakuelewa kama ambavyo watu hawaelewi sasa hivi. Hivi unajua hata sisi ambao tunajua tunaishi kwa muda na ni kwa mapenzi ya Mungu, lakini pia kwamba tunautazamia unyakuo wakati wowote Kristo anaweza kuja, hata sisi tumejisahau. Tunajichanganya na dunia iliyochanganyikiwa. Mungu atusaidie leo tuirudie neema ambayo iko juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kilichotokea tunakifahamu. Wakati ule Nuhu alipopata hiyo neema, na neema ya Mungu juu ya Nuhu, maana alikubali agizo la Mungu, alikubali akaanza kutengeneza safina. Nuhu hakulalamika, peke yangu, jamani Mungu, peke yangu. Kwanza mimi sio fundi seremala, nitayaweza haya. Sio kwa nguvu. Sio kwa nguvu, ila ni kwa Roho wa Bwana, asema Bwana wa majeshi. Utaweza, utashinda, na mwaka huu unatukuzwa. Amen. Huyo ni Nuhu. Hakuna mtu ambaye alifanikiwa bila kuitunza ile neema ambayo ilikuwa juu yake. Na kuitunza neema maana yake kukubaliana na maelekezo ya Mungu, ushauri wa Mungu, mafundisho ya Mungu, maonyo yake. Unapokubali na kuchukua hatua, Bwana anakuangalia, anatabasamu, na furaha ya Bwana ni nguvu yako. Amen. Haleluya. Wako wengi, nimechukua wachache, lakini tunamjua kuna Ayubu. Ayubu naye alisimama nakumbuka wakati tunafundishwa namna ya kuishi ili tuweze kutukuzwa. Mojawapo ni kwamba utunze ile hali yako ya kimungu, si ndio? Ile hali inayokuunganisha na baraka za Mungu, yale maisha matakatifu yanayokuunganisha na baraka za Mungu, uyatunze. Usikubali kujichanganya. Yupo Roho Mtakatifu tuliyeachiwa, ambaye ndio anatusaidia. Unajua kabisa hapa nikienda nitapoteza, hiki nikikiongea mimi nitaharibu. Tunaelewa kwa nini Mungu ametupa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nuhu alipata neema machoni pa Bwana, na dunia ilikuwa mbaya mno. Ilikuwa imechanganyikiwa. Watu wanaomjua Mungu waliacha kumtumaini Mungu, wakageukia njia zao zingine. Hebu tumuone na Danieli. Ile Danieli sura ya 1 mstari wa 8 mpaka wa 16. Ninaamini mama umejiandaa. Lakini Danieli aliazima moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Basi Mungu alimjalia Danieli kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matowashi. Mkuu wa matowashi akamwambia Danieli, mimi namuogopa bwana wangu mfalme, aliyewaagizia ninyi chakula chenu na kinywaji chenu. Kwa nini azione nyuso zenu kuwa hazipendezi kama nyuso za vijana hilimu zenu? Basi kwa kufanya hivyo mtahatirisha kichwa changu mbele ya mfalme. Ndipo Danieli akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa matowashi amemweka juu ya Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria, tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku 10, na watupe mtama tule na maji tunywe. Kisha nyuso zetu zitatazamwa mbele yako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme, ukatutendee sisi watumishi wako kadiri ya utakavyoona. Basi akawasikiliza katika jambo hilo, akawajaribu siku 10. Hata mwisho wa zile siku 10 nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi
kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Basi yule msimamizi akaiondoa posho yao ya chakula na ile divai waliopewa wanywe, akawapa mtama tu. Amen. Twende Mwanzo 39. Twende nao watu wawili. Amen. Mwanzo 39 mstari wa 8 unasema, akakataa akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyonavyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe u mkewe. Nifanyaje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia alale naye wala aongee naye. Ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake, wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo ndani. Huyo mwanamke akamshika nguo zake akisema, lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia akatoka nje. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tuko kanisani. Amen. Tumesoma habari za Danieli. Danieli alikuwa anamjua Mungu wake. Ninaamini hata wewe unamjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unamjua Mungu na unamwamini, ndio maana uko hapa. Ungekuwa umjui Mungu usingekuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Danieli alikataa kula chakula cha kifalme. Kwa nini? Hakuwa tayari kujitia unajisi. Hakuwa tayari kujitia unajisi kwa chakula hicho. Katika maisha yetu, kwanza ngoja nikwambie, unajua neema ni nini? Neema kwetu sisi. Hebu twende Tito kwanza, Tito 2:11. Tito 2:11. Tito sura ya 2 mstari wa 11 unasema, maana neema ya Mungu iokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Amen. Soma na wa pili. Soma na wa 12. Naye atufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Amen. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu imefunuliwa. Neema ya Mungu katika maisha yetu ni Kristo. Amen. Ni Kristo. Kwa hiyo neema hiyo, ili kutembea nayo, ni kwamba kuwa na hakika ya kwamba hata kama nitakufa, ikitokea bahati mbaya nife, nitamuona Mungu. Yaani Kristo anakuwa ndani yako siku zote. Hiyo ndio neema ya Mungu juu yetu, yaani wokovu, au kwa jina jingine utakatifu. Ndio neema ya Mungu iliyoko juu yetu. Lakini pia kwenye maisha yetu, kila mtu Mungu amemwokoa au Bwana amemwokoa, akaweka neema ya huduma fulani kwenye maisha yake. Kila mmoja anaifahamu. Kama huifahamu, leo tutamwomba Bwana akufahamishe kwa nini amekuokoa na kukuweka mahali hapa. Kila mmoja anacho kipengele cha kufanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na neema ya Bwana inayotusaidia kuishi maisha ya kiasi. Ule mstari wa 12, hiyo Tito. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo Tito 2 mstari wa 12 inasema hivi. Tito 2:12. Tito 2:12 inasema hivi. Ngoja nianzie 11. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya. Neema ya Mungu inatufundisha kukataa ubaya wa kila aina.
tunaambiwa tukatae ubaya tunaufahamu. Usiruhusu ubaya katika maisha yako, utachelewa kumtukuza Mungu na Mungu atachelewa kukutukuza wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kataa ubaya. Unaufahamu ubaya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tupate kuishi kwa kiasi. Unajua maisha ya kiasi. Maisha ya kiasi. Kila kitu tunaamuliwa tuwe na kiasi kwenye maisha yetu. Unaongea usiongee mno, uwe na kiasi, upime maneno ya kuongea. Mfalme Daudi labda alikuwa anaongea mno mpaka akasema, Bwana, naomba maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako. Wakati mwingine unaweza ukawa unaongea, kumbe maneno yako hayana kibali kwa Bwana. Na hii ni silaha ambayo shetani anaitumia kutuchelewesha. Bwana Yesu asifiwe. Kuishi kwa kiasi na kwa haki na utauwa ni utakatifu. Katika ulimwengu huu wa sasa, Bwana Yesu asifiwe. Katika ulimwengu huu wa sasa inawezekana kabisa kuishi maisha matakatifu. Kama wewe unashindwa kuishi maisha matakatifu, leo nataka nikuambie hivi, wewe peke yako huwezi. Amen. Wewe huwezi. Nitakwambia ya kufanya huku mbele. Tufanye nini sasa? Kila mwaka sisi tunasomewa neno la mwaka, kweli tunalipokea, lakini mbona tunachelewa? Mbona tunachelewa kupokea? Lakini kumbe tunachelewa kwa sababu shetani anatukona, tunaipungukia neema ya Bwana katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaipungukia neema ya Bwana. Yusufu alikuwa ni kijana. Alipata msukosuko, tunajua, akauzwa na ndugu zake. Alipouzwa na ndugu zake, akajikuta yuko kwa kiongozi wa serikali. Mke wa kiongozi huyo akamtamani. Hili nadhani vijana liwasaidie. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema tamaa za ujanani sio za kukabiliana nazo, ni kukimbia. Bwana Yesu asifiwe. Ni kukimbia. Ukishakimbia, Yusufu, unajua hao walioishi zamani sio kwamba ilitokea tu. Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu. Alijua kutakuja kizazi ambacho kitahitaji kielelezo. Yusufu alikuwa ni kijana, lakini akamwambia yule mama, nitafanyaje ubaya huu nimkose Mungu? Kwa nini? Neema inatufundisha kukataa ubaya. Yusufu alijua neema ambayo iko juu yake, maana alikuwa anamjua Mungu, alikuwa anaota ndoto na anamwamini Mungu. Hizo ndoto zake zitatokea na itakuwa kama ambavyo Bwana anamwambia. Kama wewe ulivyo na ndoto, kama wewe ulivyo na maono, simama tu kwenye maono hayo, lakini usikubali kufanya ubaya. Ubaya wa kila aina. Ubaya wa vijana mara nyingi huwa ni vijana wananisikiliza, sema Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua ujana huwa una mambo mengi. Kwanza unatafuta future, si ndio? Unatafuta future. Na kweli future ukikosea ujanani umeharibu. Umeharibu kabisa. Uwezo kama mzee wa miaka 70, 75, 80 ndio unatafuta kiwanja cha kujenga. Utakuwa umechelewa. Utakuwa umechelewa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yusufu yule kijana, maana unaweza kusema labda ni kwa wazee tu. Yusufu alikuwa kijana, lakini akasema huyu ni mke wa bosi wangu. Anataka tuwe na siri, mimi na yeye tuwe na siri mbaya.
mimi na yeye. Akasema hapana, siwezi kufanya ubaya huu hata kama bosi wangu hanioni, hata kama yupo mwingine ambaye hatatuona. Yupo Mungu anayeona kila mahali. Siwezi kumkosea Mungu. Amen. Kataa ubaya. Ukikataa ubaya utakuwa unaitunza neema iliyoko juu yako na Bwana atatukuzwa. Amen. Amina. Haleluya. Amen. Nimewaambia neema iliyoko juu yetu. Sasa kwani hii neema inafanya nini? Hii neema tukiitunza inafanya nini? Ina mambo inafanya kwenye maisha yetu. Kwanza, Mungu anafurahi. Na Mungu anapofurahi, jambo linalofuata, tunapata ushindi kwa yale yaliyotushinda. Kazi ambayo neema inafanya ukiitunza. Ukiitunza kwa kukataa ubaya, ukaishi kwa haki na utaua. Kazi ya kwanza neema inayofanya ni ushindi kwa yale yaliyokushinda au yale ambayo wewe yanakushinda kila siku. Utapata ushindi. Wewe anza leo kutunza neema, utaniambia. Unashindwa kwa sababu unalegea kwa adui. Na mimi leo nimetafakari nikasema nitasimama tu niongee na ndugu zangu na watoto wangu, niwaambie namna ambavyo mimi Roho Mtakatifu amenisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amenisaidia kunifafanulia hili. Kwani tunamshinda kwa namna gani shetani? Maana kwamba tukitunza neema ndio ushindi wetu. Imani yetu ni kwa njia ya imani. Unafikiri kuna jingine? Ni kwa njia ya imani tu. Andika Yohana wa kwanza 5:4. Yohana wa kwanza 5:4 inasema hivi: na huku ndiko kushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kumshinda shetani bila kuamini kwamba Mungu yupo na anaweza. Hatuwezi. Hivi mimi leo nisingegangamala, unafikiri ningekuwa nimesimama? Nani anyongonyee? Ningekuwa nimenyongonyea leo kweli nikasema, shetani, I'm not your sister in law. Nikagoma. Mimi sio shemeji yako. Kila siku tu, hapana, nimekataa. Na nimekataa kwa niaba yako. Wewe kubaliana na mimi. Baada ya hili tutamuita Bwana. Atakushindia kama alivyonishindia. Mimi sasa nilikuwa nimesogelea kuwa na tambaa tu. Yaani hutaamini kweli. Nikasema hivi kweli shetani kumbe ndivyo ulivyo. Wewe ni muongo na baba wa huo. Yupo mwamba. Yupo asiyeshindwa. Tumwamini tu, ni kwa njia ya imani peke yake. Na imani basi iambatane na matendo. Mimi si nimeamini, nimemwambia shetani mimi sio shemeji yako, nikanyanyuka. Si nimekuja na nimesimama. Shetani akaniambia sasa usisimame kusifu, kaa upumzike. Nikamwambia no, nitasifu, nitasimama na nitasimama tena. Si huyo hapa ameshindwa? Yaani natamani nimtandike ngumi leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neema, jambo inayofanya watumishi wa Mungu ni kutupa ushindi. Ni kutupa ushindi. Kwa sababu imani ndiyo ngao, si ndio? Waefeso 6:16 wewe andika tu. Tena ipokeeni chapeo ya Roho na upanga wa Roho Bwana na Mungu. Inasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Si wadanganye wasomaji. Waefeso 6:16. Ukifika ni wahi, bado mimi naenda. Waefeso 6:16, hujafika Helena? Inasema zaidi ya yote mkiitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Amen. Imani yako ndiyo ngao. Unajua ngao? Shetani huwa anarusha mishale ya hila. Hana nguvu juu yetu.
lakini anarusha ile mishale yake inaitwa hila. Sasa wewe ukiwa na ngao ambao ni imani, sema imeandikwa. Amen. Imeandikwa. Unamzuia, nampa na neno, maana neno ni upanga wa kumshambulia. Unamkinga kwa imani kwamba shetani huwezi. La kwanza kabisa, shetani huwezi. Halafu unaleta upanga, imeandikwa, unamkata. Ngao inakukinga. Tumeambiwa tuteke nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Tuangushe kila wazo linaloinuka kinyume na mapenzi ya Mungu juu ya maisha yetu. Tutashinda. Tutashinda na Bwana atatukuzwa, na utukufu wa Bwana utawaendea majirani na mataifa, na Mwanza wote watajua kwamba yuko Mungu anaabudiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukitunza inaleta ushindi. Lakini jambo lingine, neema ambayo inakupa ni kuyajua yajayo. Bwana Yesu asifiwe. Kujua yajayo, hata kama kuna jambo baya linakuja, kama umetunza neema, ukawa na mahusiano mazuri na Roho Mtakatifu, atakuwa anakuambia yanayokuja hata kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwako Bwana anakuambia kuna hili, kuna hili, kuna hili. Halafu unasimama unamwambia Bwana, naomba fanya wewe. Si ndio watumishi wa Mungu? Haleluya. Roho Mtakatifu ndio kidole cha Mungu Baba. Anakuambia pale, fanya hivi. Huko kuna hivi. Hili ni hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neema inatupa kujua yanayokuja, lakini pia neema inakufanya wewe kuwa hodari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Inakufanya wewe kuwa hodari. Kwa nini? Kwa sababu kila utakalokutana nalo unalo tumaini katika Bwana. Umemuona Bwana katika mambo mengi. Bwana huwa anajifunua. Bwana anajifunua. Anasema hivi katika Mithali 8:17, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Kwa hiyo neema ndio inayotubidiisha, sio nguvu za kimwili, lakini neema ya Mungu ndio inayotubidiisha na kutupa kushinda. Neema ya Mungu itakuongoza, fanya hivi, omba, funga siku 3, fanya hivi. Sasa Mungu ataendelea kujifunua, na anapoendelea kujifunua, wewe unakuwa na ule ujasiri kwamba nina hakika na Mungu ninayemwamini, nina hakika na Mungu ninayemtumikia. Huwezi kunidanganya. Ninajua ana nguvu, ninajua ananipenda, ninajua ndiye anayenilinda. Bwana Yesu asifiwe. Hutasubiria kuambiwa na mtu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo wewe Bwana utakuwa jasiri na Bwana atakupenda. Halafu jambo jingine ambao neema inafanya, ile Petro wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa 6. 1 Petro sura ya kwanza mstari wa 6. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6. 1 Petro 5:6. Amen. Anasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inatunyenyekesha. Neema ya Mungu ikiwa juu yako, utakuwa mnyenyekevu. Utanyenyekea, na unyenyekevu huwa ni tunda la Roho, na ni silaha tosha ambayo shetani huwa inamwogopesha. Yaani mtu mnyenyekevu muogope. Ambaye ananyenyekea, shetani anamjua. Ndio maana shetani huwa anatuchokoza ili kuliharibu hilo tunda la unyenyekevu, maana anajua lilivyo mbele za Mungu.
Neema inapopungua, unyenyekevu unaondoka kwenye maisha yetu, hata upendo wa Mungu unaanza kupungua. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie mwana wa Mungu hivi, adui shetani, usifikiri anakuaga mbali. Wakati tunapokea neno, unafikiri yeye alikuwa mbali? Unafikiri alijui neno la mwaka kwamba ni mwaka wa kutukuzwa? Shetani analijua mno, na anakupigia mahesabu. Analijua mno neno la mwaka huu, na kila mwaka huwa anasikia ni hilo, halafu anajipanga sasa namna ya kufanya. Unajua huwa anafanyaje? Shetani huwa anafanyaje? Shetani huwa anatupiga kwenye muda, kwanza kwenye imani, halafu kwenye muda. Anahakikisha anakuchelewesha. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anahakikisha amekuchelewesha, kwa sababu yeye ni adui. Anahakikisha amekuchelewesha ili uchelewe. Na unajua kila jambo huwa lina wakati wake. Kwa hiyo wakati ukipita, umepita. Sasa tufanyeje? Labda nikupe jingine kwamba shetani huwa haogopi. Hamuogopi mwanadamu yeyote, awe mfalme, awe kuhani mkuu, awe askofu mkuu, awe mwinjilisti, awe nabii, awe mtume. Hamuogopi. Shetani hamuogopi. Shetani anaogopa kilichomo ndani ya huyo. Lakini cheo eti mimi ni mchungaji, mimi ni mwinjilisti, shetani haogopi, wala hajali, wala hatishiki. Tena wewe ndio anakufuatilia sasa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tumuone kuhani mmoja, hapo tumalize, alafu niingie kwenye kumalizia sasa. Tufanyeje sasa? Lakini hebu tumuone huyu kuhani Zakaria, katika kitabu cha Zakaria, kuhani Joshua, Zakaria 3:1-7. Kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Bwana akamwambia shetani, Bwana na akukemee ewe shetani. Naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Naye huyo akajibu akawaambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama, nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Nikasema, na wampige kilemba kizuri kichwani pake. Basi wakampiga kilemba kizuri kichwani pake, wakamvika mavazi, naye malaika wa Bwana akasimama karibu. Kisha malaika wa Bwana akamshuhudia Yoshua akisema, Bwana wa majeshi asema hivi, kama ukienda katika njia zangu na kama ukishika maagizo yangu, ndipo utakapoihukumu nyumba yangu, nawe utazilinda nyua zangu, nami nitakupa nafasi ya kunikaribia kati yao wasimamao karibu. Amen. Nabii Zekaria alimuona kuhani mkuu Joshua. Kuhani mkuu Joshua alikuwa amesimama mbele ya malaika. Lakini la ajabu, shetani naye akawepo. Kuhani amesimama na shetani amesimama pamoja na kuhani mkuu. Malaika akasema, huyu ni kuhani mkuu, mbona naona masikio ya shetani tena? Bwana Yesu asifiwe. Ikabidi kwa neema ya Bwana akemewe shetani. Ninataka kusema hivi, tufanye hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza ujue shetani hakuogopi. Hakuogopi wewe tu, anamwogopa Kristo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Anamwogopa Kristo ndani yako, sio wewe. Hata kama una cheo gani, shetani hakuogopi. Naomba ujue, namba 1,
ufahamu kwamba adui yako ni king'ang'anizi. Unajua king'ang'anizi? Ni king'ang'anizi, yani anang'ang'ania. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka adui yako ni king'ang'anizi, na hapotezi muda kama unavyopoteza wewe. Unajua wakati mwingine sisi tunapoteza muda. Nasema hili mbona itakuwa hivi, ngoja nijipange. Unapojipanga yeye anakutime. Yeye huwa hapotezi muda. Hapotezi muda kabisa. Anatumia muda wake kwa usahihi na kwa nguvu nyingi kupambana na mpango wa Mungu ulioko kwenye maisha yako, kuliko nguvu unazotumia wewe kuulinda mpango wa Mungu ulioko kwenye maisha yako. Shetani anatumia nguvu nyingi, tena kwa ujanja, tena kwa akili nyingi. Kwa hiyo uelewe jambo la kwanza, shetani ni king'ang'anizi na anajua kutumia muda, tena anawahi. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu adui huwa anaiondoa neema ya Mungu juu yetu kwa kutuonyesha. Unaona, anakuonyesha pale ambapo ulikuwa unatiwa moyo, unapata faraja, unapata baraka pale. Sasa kuna mabadiliko. Ona, yani hawakujali, wanakuona wewe sio kitu. Amekuja fulani mgeni, ameshawekwa kuwa mzee wa kanisa, au amekuja fulani hivi na hivi. Yani anakuonyesha na wewe unaona, lakini kweli hivi mimi pale nilikosea nini jamani? Hivi kweli tunaambiwa tuwe watu wenye haki, mbona naona kama haki haikutendeka? Muache mwanadamu, ni mwanadamu, yeye hubadilika. Yupo Mungu asiyebadilika wala kubadilishwa na mazingira. Amen. So, tuliambiwa kwamba mara nyingi tunapoangalia mazingira yanatuogopesha. Kwa hali hii kweli haisi, nilicheki nikaona nini sasa? Yesu ameenda wapi? Yupo Mungu asiyebadilika. Kwa nini unamwangalia mwanadamu? Hujui na yeye anahitaji maombi yako? Usimwangalie mwanadamu mpaka akakuvunja moyo. Yupo aliyekufa msalabani kwa ajili yako. Huyu anayekuvunja moyo alichangia nini? Alichangia nini kwenye wokovu wako? Alichangia nini kwenye neema hii ambayo kila siku inakulinda? Achana naye, wala usimbebe, muombe tu. Kwani mtu akiniambia kaone kalivyo kafupi, kanajiona, lakini mimi ndani yangu najua sijioni kweli ni kafupi. Kwani nitaenda mbinguni na hizi kilo? Sinajua naenda mbinguni ni yule wa ndani. Sasa kwa nini nivunjike moyo kwa maneno? Mtu ambaye hajachangia, yani hana mchango wowote juu ya maisha yangu, ameamua kutumika upande wa pili. Achana naye, utachelewa kutukuzwa. Utachelewa kutukuzwa. Kwa nini akuumize moyo? Kwani wewe unamwangalia pua ziko juu, sisi ziko chini? Zinaangalia chini. Kwani akiangalia hivi ziko hapa? Sasa unaogopa nini? Si mko safari moja, mtapanga foreign? Simama na Bwana. Simama upande wa Bwana. Mtetezi wako yu hai. Usimame kama alivyosema Ayubu. Najua mtetezi wangu yu hai. Mtetezi wako yu hai. Usikate tamaa. Jitie nguvu mwenyewe. Wakati mwingine unakosa wa kutia nguvu, jitie nguvu mwenyewe. Daudi alijitia nguvu mwenyewe walipotaka kumponda mawe, akajitia nguvu mwenyewe. Usingojee kutiwa moyo. Tuko katika kuumalizia mwendo. Wewe ukisubiri kutiwa moyo, shetani atakuwahi. Mwaka utapita tena. Mimi nataka tuanze kwa pamoja ili tufaulu, tuzijue hila za adui. Anang'ang'ania na anakuonyesha kabisa, unaona ila ni kweli jamani. Yani ni wewe mwache, si mtu yule, ni mtu. Amen. Anabadilishwa na mazingira, lakini yupo Mungu asiyebadilika. Amen. Amina. Naomba Mungu akusaidie ushike na komelea msumari kwa kule tulipofundishwa baada ya semina. Na mimi naona Roho Mtakatifu ameamua
tukumbushane tena hivyo. Hiyo ni A. Yaani ujue kabisa kwamba adui hakupi nafasi. Hiyo ni A. Namba 2, hakikisha umesimama kwenye nafasi yako. Usiache nafasi kwa sababu ya changamoto unazokutana nazo. Amen. Nina maana gani? Wewe unaweza ukawa chini ya mamlaka. Sasa aliye juu ya mamlaka unaona kama hakutendei haki. Lakini pray your part. Fanya kwa zamu yako. Fanya wewe kama wewe. Muache yeye, fanya wewe kama wewe. Yanayokupasa kuyafanya, yafanye. Usivunjwe moyo ukaacha. Fanya kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Tunataka Mungu atukuzwe. Atatukuzwaje? Anatukuzwa kwenye majaribu, anatukuzwa kwenye changamoto, anatukuzwa kwenye baraka. Kila eneo Bwana anataka ajitwalie utukufu. Amina. Kila eneo unalopitia Bwana anataka ajitwalie utukufu, na yeye akijitwalia utukufu utatukuzwa na utamwona Bwana. Amina. Kwa usiondoke kwenye nafasi yako. Nimesema kama wewe uko chini ya mamlaka, basi aliye juu ya mamlaka asikutoe, asikuondoe kwenye nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia inawezekana, maana hapa tuko wanandoa pia. Labda wewe ni mama mwenye familia, umekwazwa labda na baba. Basi asikuondoe kwenye nafasi yako kama mama. Vaa ule unyenyekevu na utii kwake kama ambavyo Biblia imesema, ili utakapokwenda mbele za Mungu na kuomba, Bwana atasikia na kuwatetea. Bwana Yesu asifiwe. Maana sasa wote mkitoka mnakutana katikati, nani atamuita Bwana? Nani atamuita Bwana? Si ukubali kuonewa kwa ajili ya Bwana. Yesu alionewa. Kwani si alionewa na alidharauliwa? Wewe unaona nini ukidharauliwa lakini hujatenda? Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kama ni baba, umekwazwa na mama mkeo, simama kama baba. Play your part. Fanya majukumu ya familia, usisuse. Simama kama baba wa familia. Shetani asituondoe kwenye nafasi yetu. Tutaona tutashinda kwa kishindo. Ndio maana ya kwamba simama kwenye nafasi yako. Tunaelewana wana wa Mungu? Amen. Tunaenda kumalizia, wewe usijali sana. Kwa hiyo simama kwenye nafasi yako. Usikubali kabisa kuchanganyikiwa, ukachanganyikiwa. Halafu kumbuka, unajua, kwa mfano kama mnakaa wote, si mnafahamiana? Mnafahamiana. Hata hivi tulivyo tu, tunafahamiana. Huyu ni mtumishi wa Mungu, ninamfahamu, lakini mbona amefanya hivi? Ujue kwamba amewahiwa, na yeye ni mwanadamu. Msaidie kwa kumuombea na kumshauri. Si ndivyo? Amen. Haya. Tutashinda wana wa Mungu. Tutashinda. Lakini lingine, tafuta mapenzi ya Mungu katika changamoto unaoipitia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna changamoto nyingine mpaka unasema mbona ni hivi? Mbona ni hivi? Lakini mapenzi ya Mungu au neno la Mungu linasema nini juu ya hali unayokutana nayo? Biblia haijanyamaza, haijakaa kimya. Ni lazima kutakuwepo na neno la Mungu. Roho Mtakatifu yuko kwa ajili yako. Unapojikuta njia panda, usiharakishe kutatua changamoto kwa kutumia akili zako. Usiharakishe kutatua. Tulia. Ukisha tulia, nenda kwa asiyebadilika. Bwana, nimeshindwa. Baba, nimekwama. Naomba msaada wako. Bwana atafanya. Lakini usirashi. Haraka haraka huwa haifanyi. Wanasema haraka haraka haina baraka. Hata kiroho ile haraka haraka katika mambo ambayo unaona uko dilema, tulia kwanza. Ukitulia, yuko mfariji. Atakusaidia. Hawezi kukuacha.
ndivyo alivyosema, hata kuacha peke yako. Tena akasema hata kuacha ujaribiwe kiasi cha kushindwa imani yako, level ya imani yako. Hapana. Majaribu yanayokuja yanakuja sawa na level ya imani yako. Changamoto unazozipitia ni sawa sawa na imani yako. Bwana amesema kama ikizidi kidogo anatengeneza mlango wa kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyingine naenda nakaribia mwisho. Hili nilikuwa nimeshalisema kwamba endelea kuliweka tumaini kwa Bwana. Endelea kuliweka tumaini kwa Bwana, ya kwamba yeye Bwana yupo na anatenda na hajawahi kusema uongo. Habadiliki wala habadiliki na mazingira. Nilikuwa nimeshalisema. Bwana Yesu asifiwe. Lingine linasema hivi, tambua majira. Amen. Tambua majira. Tambua majira. Mara nyingi majira huwa yanatupita kwa sababu ya changamoto tunazopitia. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani ndio anatupatia humo wana wa Mungu, kutokutambua majira. Haya ni majira gani? Kama ni majira ya kupanda, usipopanda wakati wa kupanda, hata kama utakuja kupanda kwa wakati mwingine, hutavuna kama ulivyostahili kuvuna. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo shetani anafanya, anatukoroga kwenye majira. Anahakikisha amekuchelewesha. Unayavuka yale majira ambayo Roho Mtakatifu aliyaweka tayari kwa ajili ya utukufu wake. Yanakupita kwa sababu ya changamoto unazokutana nazo. Unakuja sasa, hebu niambie sasa hivi ni mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza tuko mwishoni. Haya sasa ndio uanze kulima karanga. Utavuna vizuri. Nasema karanga maana mimi napenda karanga. Bwana Yesu asifiwe. Anahakikisha yale majira ambayo Mungu angepata utukufu kwa jambo hilo lililokuwa mbele yako, shetani anaweka changamoto au analeta kizuizi. Unachelewa mpaka kiishe kile. Too late. Bwana Yesu asifiwe. Yatambue majira ya Bwana. Yatambue majira ya Bwana. Roho Mtakatifu akupe kuyatambua majira ya Bwana, kwamba haya ni majira ya kuomba, haya ni majira ya kutoa, haya ni majira ya kufanya hivi. Fanya kama ambavyo Roho Mtakatifu anakuongoza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Huwa anatukona kule. Unachelewa, ukija kukurupuka, wewe unalima mwezi wa 4, ulime mwezi wa 4 Shinyanga, utavuna? Uvuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, ninaomba nimalizie kwa kusema hivi. Mungu ndio ameweka majira. Hiyo ni Mhubiri 3, mambo ya majira na nyakati. Sasa mwisho kabisa, mwana wa Mungu, mwisho kabisa, nimalize nisikuchoshe, nimwachie Roho Mtakatifu. Mwisho kabisa, chukua hatua sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Chukua hatua sahihi. Hatua sahihi na maana gani? Wewe bwana, kama umeshindwa, si utajua hapa nimeshindwa. Nilikuwa na lengo hili, kwa kweli hapa nimeshindwa. Nilitaka nifanye biashara hivi, lakini hapa nimekwama. Chukua hatua sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Chukua hatua sahihi ya kufanya, kwa sababu ukikosea kuchukua hatua sahihi bado hutafaulu. Kwa mfano, labda unaona kabisa, kwa hili kwa kweli nimetenda dhambi, nimemkosea Mungu. Hatua sahihi, mwana wa Mungu, ni toba. Sawa? Ni toba. Usichelewe kusubiria mpaka mtu asibabe madhabahuni utubu. Unajua, maana una Roho Mtakatifu. Unajua hapa nimeshindwa. Mbona macho yangu yamejaa tamaa? Unajijua hapa ni udhaifu, nina udhaifu huu. Unajijua.
chukua hatua sahihi. Jamani, kuna dhambi zingine huzikatai hivi hivi. Njoo madhabahuni uweke sadaka hapa, sema ninakataa hii hali, nimeokoka. Tamaa zinatoka wapi? Ninakataa hii hali, mimi nimeokoka. Kwa nini sio mwaminifu? Kutokuwa mwaminifu sio tunda la Roho. Tunda la Roho ni uaminifu. Mimi sio mwaminifu. Unajijua. Chukua hatua sahihi. Kama unataka kabisa Bwana atukuzwe kwenye maisha yako, ili akutukuze, chukua hatua sahihi wewe mwenyewe. Nani atakusaidia kusimama mbele ya kiti cha enzi? Tutasimama mwenyewe? Utasimama peke yako? Chukua hatua peke yako. Njoo basi, hata kama utaki watu waelewe, njoo. Unaona kuna sanduku limeenda wapi? Hilo hapo. Wewe njoo uombe. Ukishaomba mwambie Bwana, ninaweka hii sadaka. Ninakataa hii roho ya tamaa. Ninakataa hii roho ya kutokuwa mwaminifu. Ninakataa hii roho ya kuwa muongo. Bwana anakujua. Unajijua wewe, lakini na Bwana anakujua. Bwana Yesu asifiwe. Anakujua. Lakini pia ukiona hapa leo ndio nimeanguka kabisa, nimeanguka, hili jambo limeniangusha, yani umetukana, usikubali kugaragara hapo hapo. Usikubali kulala hapo hapo ulipoangukia, ubaki unagaragara tu kama punda, unagaragara. Inuka. Hatua sahihi ni kuinuka. Inuka, anza safari tena. Bwana Yesu asifiwe. Chukua hatua sahihi. Tutashinda. Si kwa nguvu, bali ni kwa Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bali ni kwa Roho wa Mungu. Lakini kuna lingine ambalo ninakumbushwa na Roho Mtakatifu sasa hivi. Nimeshamaliza ujumbe ambao Bwana amenipa, lakini kuna hili. Bwana Yesu asifiwe. Huwa zipo roho zinazoitwa roho za malipizi, roho za kisasi. Huwa zipo. Sasa kudili na hiyo roho, mwana wa Mungu, wewe njoo na sadaka. Mwambie Bwana, ninakataa roho ya kisasi kwa jina takatifu la Yesu. Na roho za kisasi ndizo zinazoharibu maisha yetu ya kiroho, uchumi wetu. Njoo na sadaka kwenye madhabahu ya Bwana. Ninakataa. Hata ukinenea tu Bwana, leo sadaka hii ya shukurani, mimi ninakataa roho ya kisasi, ninakushukuru kwa kunilinda ukaiweka humo. Bwana atakutetea na kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame, nisiweke ya kwangu. Tusimame, wana wa Mungu. Ninajua umepokea mambo ya kukusaidia katika safari hii ya mwaka wa kutukuzwa, ili tutukuzwe. Tumeongea mambo machache ya kufanya, pamoja na kuchukua hatua sahihi, lakini pamoja na kutokukubali kuachia nafasi ambayo Bwana amekupa, pamoja na kutokukatishwa tamaa na mtu awaye yote, kwa sababu umeokolewa kwa neema ya Bwana. Bwana peke yake ndio ana wajibu na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposema hivyo sio kwamba ninawaambia tusiwe watii kwa viongozi, hapana. Nadhani utakuwa umenielewa. Sio kwamba usiwe mtii kwa kiongozi hata akikwambia nini, hapana. Siko na maana hiyo. Mimi ndani ninasikia kabisa kwamba mara nyingi sana huwa tunashindwa. Tunapokea jumbe ndio, semina inafanywa ndio, lakini sasa tunakuwa yule adui hatujamgundua. Na leo Mungu ametusaidia, japo ni kwa machache, ya kwamba umjue yeye hapotezi muda. Kwamba yeye hapotezi muda. Halafu ni king'ang'anizi. Hata ukimfanya nini, ni kama nini wale papasi. Akikukamata amekukamata. Yaani mpaka umtoboe. Huyo ndio shetani. Sasa ninaomba wana wa Mungu, twende mbele za Mungu. Kila mmoja anafahamu kwamba mimi ninadhani hili linaweza likawa sababu ya kunichelewesha kutukuzwa. Unafahamu kwamba hili
linaweza likawa sababu ya mimi kutokutukuzwa haraka. Kwa hiyo mimi ninatoa nafasi, twende wote mbele za Mungu, tumwambie Bwana. Mimi naomba tu tuje madhabahuni. Njoo madhabahuni pa Bwana. Naenda kumwita Bwana, lakini na wewe taratibu mwambie Bwana afanye nini juu ya hali gani ambayo imekuchukiza. Baba mtakatifu, Mungu uliye mkuu, Baba waweza, tumaini letu, kimbilio letu, ngome na ngao ya maisha yetu. Mungu usiyehitaji msaada, Mungu unayejitosheleza, Alfa na Omega, mbele ya madhabahu yako Baba, watoto wako tumesimama. Ninakushukuru kwa sababu kwa idadi yetu umetuchora katika kitanga cha mikono yako. Mioyo yetu iko wazi mbele zako, mawazo yetu yako wazi Baba. Kwa pamoja tulipokea ujumbe ya kwamba mwaka huu ni mwaka wa kutukuzwa. Tumesogea katika madhabahu yako kwa pamoja, kuwa unatujua, hatuwezi kujificha mbele zako. Naomba Baba utusaidie. Umesema si kwa nguvu wala sio kwa uweza, bali ni kwa Roho wako. Watoto wako na watumishi wako Bwana wamekuja katika madhabahu yako. Ninakusihi katika jina la Yesu ukamsaidie kila mmoja, ukamsaidie kwa jina takatifu la Yesu. Naomba neema ya uwezesho imfunike yule anayechechemea, akatembea kwa miguu yake miwili kiroho. Yule aliyeinama umwinue kwa jina takatifu la Yesu, na yule mwenye majeraha ugange Bwana. Ulabasitaramashiko, unatosha mfalme wa amani, unatosha Baba yetu. Wamekuja kwako, umesema kila anayekuja kwako hakuna anayetupwa na wewe hata siku moja. Msaidie kila mmoja mwaminifu. Ninalibariki jina lako Bwana, maana utaenda kumwinua kila mmoja, utamtia nguvu na kumwezesha